Ndani ya namba 10 ukitazama TVE hivi sasa, farasi wa vita Jonas Emmanuel Maziku, na hivi sasa mtukati tuko na Nasibu Ramadhani Man Pacquiao wa Bongo. Yuko hapa kwa ajili ya kupata ushuhuda tuweze kufahamu yale ambayo yaliendelea kule Urusi baada ya taarifa kuwa nyingi mabondia wa Kitanzania wanaoaminika kupeperusha vyema bendera ya Tanzania wakipoteza kwenye mapambano ambayo tulikuwa tunayamulika kwa hamu sana kujua nini kitaendelea. Nasibu Ramadhani, lakini ikawaje tena mzee wangu? Ni ngumu kuamini kama ulipoteza. Kitu ambacho siku zote tunakiamini ni mazoezi. Ndio. Lakini sasa unakuta wenzetu kule wa Russia wanafanya sana mazoezi, alafu muda mwingi sana wanatumia vidonge. Acha bwana. Vya kuongeza nguvu. Kuna vipimo lakini kabla ya game. Kuna baadhi ya fight. Okay. Nadhani vipimo vya kupima hivyo vitu nadhani ni mapambano yale makubwa zaidi yani. Ni ubingwa, kwenye ubingwa mkubwa ndio kuna shirikisho ambalo linalonaniwa linaenda kupima sasa. Lakini kwa mapambano ambayo sisi sometimes tunaenda ni ya ubingwa ndio, lakini unakuta wenyewe ubingwa wa kwao kama sisi tukichezea ubingwa wa nyumbani. Kwa nini mnakubali kuingia kwenye hatari ya namna hiyo? Mnacheza na mtu ambaye kasisimua misuli. Sasa unakuta ushafika. Una jinsi, kwa sababu hata hii fight yangu nilivyoenda, kwa sababu tulienda Watanzania wawili, mmoja akiwa Said Mkola. Wakati tunajiandaa katika chumba, kwa sababu ile pambano lao nadhani lilikuwa ni local fight ile. Ile la Mkola alilocheza. Yote. Yote kwa ujumla. Tulicheza kwa sababu hata maandalizi yake yalikuwa sio mazuri. Kwa sababu mabondia wapinzani na sisi tulijikuta wote tunajiandaa tukiwa chumba kimoja. Chumba kimoja tu. Kwa hiyo tunaonana, namuona sema kwa sababu simuogopi, kwa sababu nishafika huko ili mradi kupigana. Yaani mpinzani wako mnashare naye chumba cha mazoezi. Yaani chumba cha kujiandaa. Cha kujiandaa ndio. Hii hatari. Kwa hiyo unakuwa unamuona, kwa hiyo hata wakati yeye na mpinzani wangu anajiandaa, mimi namuona, mimi najiandaa na niona. Kwa hiyo hata imefika kipindi yule Said Mkola ananiambia, "Wewe hebu angalia wale kuna mabondia baadhi wanakunywa vidonge alafu ndo anaingia kwenye ringi." Kwa hiyo sasa unajiuliza anaumwa au inakuaje? Hata mimi naingia kwenye ringi lakini namuona mpinzani wangu anakula kidonge. Lakini so anajionyesha, yani mwenyewe anafanya siri, lakini unaona kabisa ni mtu kafanya kitu, kachukua kitu, kafanya hivi alafu kapiga maji. Unaona kabisa huyo anatumia vidonge, lakini unakuta tushajua, mimi nishajua kwa sababu soma la kwanza kwenda Urusi. Shaenda mara 4 au mara 3. Lakini wanashindwa kunipiga knockout. Waga na sometimes kucheza nyumbani kuna kubeba sana. Hata kama unaweza lakini unyumbani nao unatumika. Ulidhamiria kushinda ile pambano? Mimi mapambano yangu yote nadhamiria kushinda. Sema tu matokeo ya kupoteza fight na ya kutakule kule. Lakini naenda najua kabisa nikiwa nashinda, na naenda nikiwa nimejiandaa asilimia zote za ushindi. Sema unakutana na bondia ambaye ni mkali. Alafu vile vile mwenyewe yuko nyumbani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tayari akiwa nyumbani kwanza unambeba, na ule uzuri wake pia unambeba. Kwa hiyo unakuta ni ngumu sana kushinda nje. Yaani tunaenda nje ni kujaribu. Lengo la mazungumzo ni kushinda, lakini kushinda kule inakuwa ni ngumu. Inatokea tu ni bahati mtu kashinda. Iko hivyo. Hakuna sehemu ya kwenda kulalamikia vitu kama hivyo ambavyo vinafanyika kwa mpinzani wako ambavyo utakuwa umeviona, au ndo atahitaji sasa ushahidi? Lakini ushahidi sikumchukua bondia na kwenda kumpima. Bwana kanipiga huyu sawa, lakini na hakika akatumia vidonge. Tuanze tu tukampima, anaenda kupimwa. Hapo sasa sheria inachukua na kanuni. Aidha ubingwa upewe wewe ama inakuaje? Au na ugeni pia. Yaani hapo kwa hivyo vitu ambavyo mimi nimehisi. Na hivyo vitu hata hivyo mimi nina ugeni navyo, lakini unakuta mimi nacheza kulingana na uwezo wangu jinsi ulivyo. Na nikiamini mimi fight nashinda. Na fight zote ambazo mimi natoka nje nikiwa naamini mimi nashinda. Ndio maana unakuta hata kama napoteza, sipotezi ile ambavyo nimenyanyaswa na mpinzani. Nakuta tu nimepigwa ndio, lakini nimepoteza kutokana sometimes na majaji au nimezidiwa uwezo. Unaona? Lakini Warusi wanatupiga kwa sababu wana uwezo sana. Wanatumia sana dawa za kuongeza nguvu. Unakuta wakianza ile box anaanza na speed muda mrefu, yani kukupa pressure.
ushinde. Ndio maana wengi wanasema Urusi kuna mabondia wakali, sugu sijui wakali, mabondia wagumu. Dula Mbabe hataki kusikia kabisa mabondia kutoka Urusi. Nchi zote zina mabondia wakali. Nchi zote zina mabondia wakali, sio Urusi tu, nchi zote zina mabondia wakali. Sema tu inalingana umekutana na bondia wa aina gani unakoenda kucheza. Nakuelewa sasa. Yaani unakutana na bondia wa aina gani. So unafikiri Urusi wengi wa Tanzania wengi Urusi wameshinda, kuna baadhi. Kwa sababu na aina ya bondia ambaye wanacheza naye, unakutana naye. Sasa unamkuta mtu Mrusi ana nyota 4, anza nyota 4 ana nyota 3, kumpiga unajua ni ngumu sana. Sababu washajipanga kwa kila kitu. Lakini hii connection mlipata wapi? Imekuwa imewastua wengi sana, tuliona hadi baraza la michezo BMT likiwa post likiwatakia kila laheri, na si mara kwa mara huwa wamekuwa nafanya hivyo, wakati mwingine ni majukumu tunawaelewa. Hii connection ilikuwa ni imepitia wapi hadi Nasibu na Mkola kwenda kule Urusi? Hiyo wenyewe Warusi kuna mtu walipitia kwao kwa matchmaker. Ambaye matchmaker aliwaunganisha nyinyi ni nani? Anaitwa Kasim. Ambaye ni raia tu wa kawaida. Mtanzania hapa. Mtanzania hapa ya. Okay. Kwa hiyo ndo alipata hiyo connection, ndo akanipigia simu, akapigia uongozi wangu simu, sisi tukakubaliana na hiyo fight kwa sababu tulimwangalia bondia ni mzuri ndio, lakini tulikuwa tunaamini tunaweza kupata matokeo. Tumepiga kama shingapi mzee wangu? Nasikia mnapiga hela sana mabondia siku hizi. Hakuna pambano ambalo utakubali kwenda kucheza bure. Hakuna pambano ambalo utakwenda kucheza bure. Yaani pambano ambalo unaotoka najua kabisa mimi kushinda ni chache sana. Kushinda kuliko kucheza pambano la ndani. Ni bora mtu atoke nje aje hapa. Hapa mimi hata bure unanichezesha. Ila sio nje. Nje huwezi kucheza bure kwa sababu nje pale. Sasa ndio umepiga ngapi na simu? Hela nyingi tu. Nyingi ngapi? Nyingi. Zinajaa chumba kizima. Hela nyingi tu. Kwa hiyo sasa hivi tuko vizuri. Hivi Nasibu Ramadhani nisaidie hiki kitu. Sijui inawezekana umefanya utafiti au hujafanya. Kwenye orodha mabondia pound to pound wa Tanzania. Ni bondia gani ambaye anaongoza kwenye kiuchumi? Achana na thamani ya kwenda kucheza, yani kajipata. Namba moja inaweza kwa nani? Kajipata. Kwa mfano kwenye mpira tunasema Samata, kwenye mpira wa miguu Msuva wapo kule juu. Kwenye ngumi pale kuna changamoto kidogo. Kwa bongo hapa bado wote tunajitafuta. Katika kujitafuta siku moja katangulia. Hamna mtu alotangulia, wote tuko sawa. Tunasema tu kila mtu anaitengeneza brand yake. Kwa anakuambia level yako ya kimaisha ni level ile ya Ibrahim Class, ni level ya Mwakinyo, ya Mfaume. Kila mtu ana siri yake katika maisha. Kwa hiyo unaweza mtu ukamuona tu ana jina kubwa lakini akiwana kitu chochote. Mnapiga sana maraia siku hizi mabondia. Nasibu vipi mzee wangu? Ulisikia ulivyoisikia taarifa bwana? Mshikaji, mtu ambaye mpo kwenye tasnia moja, kaingia kwenye lawama za kupiga watu, kusakizia mambo Hasani Mwakinyo. Wewe ulipokeaje kama bondia mwenzake? Mimi nilipokea kama taarifa ilivyokuja kwa sababu nilisikia akiwa analalamika yule aliyepigwa. Sikusikia sikusikia Hasani naye akiongea kitu chake. Kwa hiyo huwezi mvolisikia ile, siwezi kumlaumu Hasani moja kwa moja kabla hata Hasani sijamsikia. Maana yake hujui chanzo hadi sasa. Chanzo sijui kwa sababu mtu yoyote kama yeye anasemekana alikuwa mwizi, hakuna mwizi ambaye anaweza kusema mimi nikaiba alafu akasema mimi nimeiba. Hakuna iko kitu. Na maana yeye kajitetea kwa upande wake na Hasani naye anajitetea, lazima ajitetee kwa upande wake, umeona? Lakini ukiangalia kiubinadamu ni kweli kama mtu kaja kwako usiku lazima uwe na mashaka. Lazima uwe na mashaka. Ni kiubinadamu kwa mtu yoyote. Lazima ujilinde kwanza. Kwa mtu yoyote. Sio yeye tu Hasani kwa sababu kafanya hilo kitu, lakini kwa ubinadamu kwa mtu yoyote, hata mimi ungefanya vile vile. Ningefanya hivyo hivyo kama nakuweza na kukamata na kuweza. Utanishinda tu labda kwa sikuweza. Mambwa kaka. Ni mwizi. Kwa ina maana angekamatwa na watu wengi, angepigwa, angeuliwa, angekamatwa nani? Hapo sasa wanasema raia wamekusanyika, sio kesi tena. Ni kesi lakini watu kama wanapotezea hivi. Kwa nini sasa ipotezewe wakati mtu kashauliwa? Ni mwizi. Ikisemekana mwizi watu wanakuja
askari wanakuja kuchukua mwili wao wanaondoka nao. Sema umenishangaza kwamba hata wewe ungekuwa ndo Mwakinyo katokea ungefanyaje? Mimi ningefanya kama alivyofanya yeye, kama alivyofanya Champions, na mimi ningefanya hivyo, kwa sababu mtu ukishakuja kwangu usiku, ina maana wewe ni mwizi kweli, na mwizi kama Bwana Nasibu Ramadhani huyo Man Pacquiao wa Bongo anaga mabaya, tusije tukampeleka huko kwenye vita na watu wengine. Okay, neno kwa mashabiki wako. Umerudi kutoka Urusi, umepoteza mzee wangu, kinachofuata ni nini sasa? Kitu ambacho kipo hapa, najiandaa tena na fight mwezi wa 5. Kuna fight hapa Bongo, najiandaa, nipo katika maandalizi. Nimepoteza Urusi, lakini nimepoteza nikiwa nimepambana kadri ninavyoweza, unajua. Wasichukulie poa. Nimepambana kadri ninavyoweza, kama wanavyosema nchi ngumu, ni nchi ngumu kweli, kwa sababu hawatumii tu mazoezi, wanatumia tu na vitu vingine. Akija Bongo yule mwamba aliyekupiga unamrusha mapema sana. Amalizi. Kumaliza nategemea, lakini matokeo ya ushindi lazima nitapata mimi. Sawa. Bwana Nasibu Ramadhani huyo tunamalizana naye kupitia mtukati ya namba 10. Mimi ni Jonas Emmanuel Maziko, endelea kuwa nasi. Login